Habari wapendwa, natumai wote ni wazima na kila mmoja amekuwa akiendelea kufuatilia mafunzo haya kuhusiana na hedhi na mabadiliko ambayo yanatokea katika hedhi, au kutaka kujenga ufahamu wa kitu gani ambacho huwa kinatokea pale ambapo mwanamke atakuwa mwezini, au kwa lugha rahisi katika mizunguko ya kawaida. Na leo ikiwa ni video ya pili au nikiwa ni mada ya pili ya kufahamu kwa sababu gani mwanamke kila mwezi huwa anaingia hedhi. Sasa nakupa maana halisi kwa sababu gani unaingia mwezi. Wengine wameona mzunguko kama vile au ile hali ya kila mwezi kuingia ni kama kwake ni adhabu, au ameona kama vile ni buguza fulani kutokana na kile ambacho anakiona, au kutokana na kazi ambazo anazifanya, au kutokana na uchumi ambao anao. Maana yake kwake imempa kama vile ni kitu ambacho hakukitarajia, au ni kitu ambacho hajajiandaa nacho, au kwake anaona kama vile ni mzigo fulani, kwa sababu eza gharama kujikimu kipindi ambacho anakuwa katika hedhi anakuwa hana, au mazingira ambayo yanaishi kwake anakuwa sio duni, au inawezekana akawa shuleni, au akawa anapitia maumivu makali sana, au anapitia changamoto nyingine yoyote ile, na hedhi ambapo inatokea kila mwezi kwake anaona mzunguko. Sasa nikupe maana halisi kwa sababu gani hedhi inatokea kila mara na uchukue hatua gani. Sasa kuchukua hatua gani ni swali ambalo litakuja vingine, au majibu ambayo yatakuja na video nyingine, lakini leo tufahamu kwa sababu gani hedhi inatokea kila mwezi, na usione kwako kama mzunguko, au usione kwako kama shida ambayo itakufanya kuweza kuichukia kutokana na matatizo ambayo unapitia, lakini ni hali ya mwili kawaida ambayo inaendelea kila siku. Sasa kwa nini hedhi huwa inatokea kila mwezi? Yaani kila mwezi, na umekuwa ukijiuliza why hedhi, why hedhi, why hedhi? Ni kila siku, hakuna siku ambayo nitapumzika, au hakuna mwezi ambao nitapumzika? Hapana. Hedhi hutokea kila mwezi kutokana na mabadiliko au mwili uweza kujiandaa kuweza kuruhusu mimba nyingine. Wewe leo unasema unatamani kupata mapumziko, lakini unashangaa bahati mbaya unatamani kushika ujauzito. Kwa hiyo hauwezi ukapanga siku ambazo wewe utajitarajia. Hii ni anatomy au ni biolojia ya mwili ambayo ni kila mwezi lazima uweze kutoa yai moja na kuweza kutengeneza nafasi ya kuweza kushika ujauzito. Kwa inapotokea yai limetoka na mwanamke haujapata ujauzito, maana hapa haijaweza kutungishwa au kuhutubishwa hapa. Kwa maana yake ukuta bado utaendelea kujijenga kila mwezi. Na kama hujaangalia video ya kwanza ambayo nimeelezea maana halisi ya hedhi inapotokea, basi urejee na uweze kujifunza zaidi. Kwa hiyo yani kila mwezi hii layer au tissue ambayo itajengwa hapa, ukuta ambao unajengwa mpya kwa ajili ya kuruhusu yai ambalo limerutubishwa hapa liweze kufika hapa na kujitungisha. Lakini huku ndani kunakuwa na damu kawaida. Kwa yai litatoka huku litakuja hapa litajishikiza. Lakini inapotokea yai hilo halijarutubishwa au halijakutana na mbegu za kiume, unapofika hapa litakuwa limekufa tayari, na baada ya mwezi litakuwa linaondolewa ili ikuruhusu ukuta uweze kujitengeneza upya na kuruhusu mimba nyingine au yai lingine linapokuja liweze kufikia sehemu salama zaidi. Hii ndio maana ya kila mwezi wewe mwanamke unapitia hedhi. Kwa maana yake mwili unaruhusu kutoa ile tishu ambazo zimekufa tayari kwenda nje na kuruhusu mwili au mji wa mimba kujitengeneza na kupata hedhi nyingine, ambao kwa hiyo mwanamke ambaye anategemea kupata ujauzito basi unaweza ukapata kwa mwezi husika kutokana na mabadiliko ambayo yanatokea katika hedhi au vitu ambavyo huwa vinatokea katika hedhi. Usisahau kulike, subscribe na kushare ili wengine waweze kujifunza manufaa kwa kina zaidi. Lakini usifuatilie mitandao yangu ya kijamii, endelea kufuatilia mitandao yangu ya kijamii ikiwemo Instagram, TikTok na YouTube au Facebook ili kupata manufaa mengi zaidi na psychology au hekima ambayo najifunza kila siku pale ambapo maisha yanakuwa yakiendelea, na kuweza kuwa mtu ambaye utakuwa na busara au mtu ambaye utakuwa na maarifa mengi ambayo yataweza wewe kusaidia katika maisha yako ya kila siku. Asanteni na mpaka wakati mwingine.